Habari gani mwana KOA TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Rais wa mawakili nchini Tanzania au Tanganyika ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi ametumia jukwaa la mtandao wa Twitter kuweza kujibu bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kusema haitakiwi kuingiliwa uhuru katika masuala mbalimbali ambayo yanahusu nchi ya Tanzania, katika barua ya wazi ambayo iliweza kuchapishwa katika mitandao ya kijamii. Nukuu kile ambacho Boniface Mwabukusi ameweza kuchapisha katika mtandao wa Twitter, na nukuu: "Sovereignty sio utetezi wa nchi inayokiuka haki za binadamu na raia wake. Nimesoma na kupitia majibu, sio majawabu, yaliyotolewa na serikali yetu ya JMT kuhusiana na azimio la bunge la Ulaya. Katika kuwezesha wananchi wa kawaida kuelewa mantiki ya mabishano haya ya kidiplomasia na misingi wa mkataba wa makubaliano ya kimataifa yanayoweka misingi ya uwajibikaji na ulinzi wa haki za raia. Kimsingi neno sovereignty maana yake ni ukuu wa nchi au mamlaka kamili ya nchi. Ni dhamira ya kisheria na kisiasa inayomaanisha uwezo wa juu kabisa wa nchi kujitawala na kujiamulia mambo yake ya ndani na ya nje bila kuingiliwa na taifa au chombo kingine chochote. Hii ni pamoja: moja, mamlaka ya kutunga na kutekeleza sheria ndani ya mipaka yake; mbili, uhuru wa kuendesha siasa, uchumi na diplomasia au kwa mujibu wa maslahi ya taifa; tatu, kutambuliwa kimataifa kama dola huru. Nchi inapokiuka misingi ya haki za binadamu haiwezi kutumia sovereignty kama kichaka cha kujificha ili kujitetea kwa kisingizio cha sovereignty. Kwa mujibu wa mabadiliko ya dhana ya uhusiano wa kimataifa na sheria za kimataifa, sovereignty ni kinga ya kufanya ukiukaji wa haki za binadamu. Dhana mpya inajulikana kama responsibility to protect, yani R2P, imeibuka ikieleza kuwa: moja, nchi ina jukumu la msingi kwa kulinda raia wake dhidi ya mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki. Mbili, ikiwa nchi inashindwa au inashiriki katika ukiukaji huo, jumuiya ya kimataifa ina haki ya kuingilia kwa hatua mbalimbali, ikiwemo vikwazo, mazungumzo ya kidiplomasia na haki nguvu za kijeshi nchi chini ya uamuzi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Jambo la jumuiya ya kimataifa kuingilia mambo ya ndani ya nchi pale kunapokuwa na ukiukaji wa haki za binadamu unaohatarisha usalama wa haki za raia. Jumuiya ya kimataifa inakuwa na wajibu wa kuingilia ili kuwalinda raia. Moja ya mifano hai ni pamoja na: moja, Libya. Mwaka 2011 serikali ya Muammar Gaddafi ilituhumiwa kufanya mauaji dhidi ya waandamanaji. Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio namba la mwaka 1973 likiruhusu hatua za kijeshi za kulinda raia. Mbili, Kosovo. Mwaka 1999 nchi ya Yugoslavia au Serbia na Montenegro kulikuwa na mauaji halaiki dhidi ya Waalbania na wa Kosovo. NATO iliingia kijeshi dhidi ya idhini rasmi ya Umoja wa Mataifa kwa lengo la kulinda raia. Tatu, Rwanda. Mwaka 1994 ingawa jumuiya ya Umoja wa Mataifa ilichelewa kuingilia mauaji ya kimbali yaliyochochea mabadiliko makubwa katika mtazamo wa haki za binadamu kimataifa na kusababisha kuanzishwa au kwa dhana ya R2P. Namba 4, Ivory Coast. Mwaka 2011 Umoja wa Mataifa uliingilia kusaidia kulinda raia wakati wa mzozo baadhi ya uchaguzi uliosababisha vifo vya maelfu. Kwa hiyo
Hoja ya sovereignty ni kinga dhidi ya matendo yanayokiuka haki za binadamu na kuhatarisha maisha ya wananchi. Aliyeandaa utetezi wa Tanzania kujibu bunge la Ulaya alikuwa wa haraka na hakuzingatia na kusoma kwa umakini azimio la Ulaya ili kulijibu kwa msingi wa kisheria. Kuhusu ushoga, jibu lake limezunguka sana, kwani alichotakiwa kujibu kwamba ushoga kwa sasa ni kosa la kisheria na ni moja ya makosa yenye adhabu kubwa kwa mujibu wa sheria yetu ya adhabu ya sura ya 16. Bunge la Ulaya walikuwa sahihi kufanya jambo lile ambalo lilitakiwa lifanywe na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupo kujifunza, kuwajibika, tutawajibishwa na wengine. Misingi ya kidiplomasia imebadilika. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi aliweza kuandika katika mtandao wa Twitter. Watu wengi wamekuwa na maoni tofauti katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza anaitwa Pankla, anasema kuhusu ushoga, jibu lake limezunguka sana, kwani alichotakiwa kujibu kwamba ushoga kwa sasa ni kosa la kisheria, ni moja ya makosa yenye adhabu kubwa kwa mujibu wa sheria yetu adhabu ya sura 19. Hayo ni nukuu ya maneno ambayo Boniface Mwabukusi ameweza kuandika hapo. Namuona Pankla ameweza kunukuu maneno ya Boniface Mwabukusi, lakini mwingine pia namuona anaitwa Justice Talk JR, anasema my Lord keeps you and shines his face upon you. Keep the fire burning and never let keep speaking for the justice timeless. We the people love and respect you. Lakini pia anamuona anaitwa Tone, anasema usipoweza kujiongoza utaongozwa. If you don't change, change will change you. Tanzania is a signatory to the United Nations Universal Declaration of the Human Rights. Lakini pia Victoris anasema hii ni shule huru, na mwenye kujifunza na ajifunze, na mwenye kupuuza na apuuze kwa kuangamia kwake mwenyewe. Lakini Alama Z anasema wamefanya ushoga kuwa ndiyo issue nzima ya kujadiliwa na bunge la Ulaya na kusomba huruma kwa wananchi. Wamesahau vitendo vyao vya ukatili kwa wananchi na wanasiasa pinzani kutoa majibu. Lakini pia Tanzania anasema kaka Mwabukusi, tunashukuru sana kwa elimu unayotupa. Mungu azidi kulinda na hao waovu wanaojiita viongozi wa Tanzania. Lakini pia Shaz Haji anasema asante sana mheshimiwa, umezidi kutufungua akili na unga mkono hoja na dhani kilichozunguka ni swala la ushoga, kulionya unyonge kwenye kujitetea katika swala zima la usovereignty unaodai kwa hofu ya kutengwa. Lakini Homeless anasema bunge kujadili hoja ya ushoga na kuipa kipaumbele binafsi na waona kama wafu maji, kwani ni kawaida kumkuta mfamaji ameshikilia haki kipande cha jani. Lakini pia Planet B anasema tatizo letu kubwa nchi hii ni kwamba tuna bunge dhaifu tena sana. Hii ndio ukweli, kwa kuwa sio bunge linaloinyima serikali usingizi. Ukitaka kuamini hili, fuatilia michango ya wabunge juu ya swala hili, utasikia kichefuchefu. Hata hii ya R2P hawajui kabisa. Lakini pia Field Agent anasema sovereignty wanayosema haina uhalisia. Siku wako kujikomboa huko. Wanaoona mashoga wanapokea hela za watu wanachokelewa. Ametukana kidogo, siwezi kusoma. Lakini pia Makoro anasema sovereignty haina nafasi hapa, kwamba serikali inayotoa muungano ina state gani?
Lakini pia Andrew Julius anasema eti wakina Waitala eti ndo wachangiaji kujibu bunge la Ulaya, waje wasome ufafanuzi huu wa msomi Mwabukusi. Lakini Aminika anasema sisi wa Tanzania tunapongeza na tunashukuru bunge la Ulaya kutaka Tanzania ijifunze majukumu yake ya kutenda. Lakini comment ya mwisho inatoka Felix Daniel anasema serikali hapa imepelekwa ustawi wa jamii na kutekeleza familia. Imepelekwa ustawi wa jamii kwa kutekeleza familia, kwa kutelekeza familia. Doesn't it make sense? Hayo ni maoni ya watu ambayo wameweza kutoka katika jukwaa la mtandao wa Twitter katika chapisho la Boniface Mwabukusi, ambapo aliweza kuandika kuhusiana na kile ambacho bunge la Ulaya liweza kuandikia serikali ya Tanzania, lakini serikali ya Tanzania ilivyojibu bunge la Ulaya. Jina langu Diwa Kewe TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Unaweza kushusha maoni yako katika eneo la kuandika maoni ili uweze kutoa mtazamo wako. Tukutane katika wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye, kwa heri, chao.